yote, lakini kwenye pitch hapa Super Nkurukumbi, Simba iliwabana wapi na Simba kuweza kuibuka na ushindi wa goli 2-0? Ya licha ya discipline ya hali ya juu ambayo Kagera waliingia nayo ikijaribu kudhibiti uwezo wa Simba ambao unatumia sana Franks, bado walizidiwa maarifa kwenye quality ya wachezaji. Manake unapokuwa na quality kubwa ya wachezaji unakwenda kwenye kitu ambacho ni essential kwenye kupata matokeo. Wanaita football IQ. Unaufahamu vipi mchezo wa mpira wa miguu? Nafasi zikibanwa mimi nifanye nini kama mchezaji? Akili yako ina load muda mrefu au chapu tu. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la muda kwenda kwenye ushindi wa ujumla licha ya approach nzuri kabisa ambayo walianza nao Kagera. Kwa mfano kudecide kwamba waanze kukabia juu kwa mtu kama Luende, manake Simba wako bora kwenye Franks, sehemu ambayo anacheza Ura, sehemu ambayo anacheza Libase. Kutengenezewa mpango mkakati wa kuanza kuwadhibiti build up inapoanza kwa kupita pembeni, ilikuwa ni plani nzuri ambayo walikwenda nao Kagera. Lakini unaweza kusurvive na hiyo plani kwa muda gani? Kwa hii pia ilianza kuwapa changamoto kwamba hii mbinu utakao kwenda nayo, je, utasustain kwa dakika ya kwanza bomba mpaka dakika ya mwisho? Unaangalia kikosi ambacho cha Simba kimeanza, unaangalia watu wenye silka na hulka ya kuweza kubadili matokeo kwa maana ya kuja kucheza kwenye nyongeza ya wenzao ambacho wameshakifanya. Ndio pale mtu kama Mpanzu anapokuja na kuwa threat moja kwa moja. Umenielewa? Kwa hiyo vitu vingi ambavyo vilianza kuwatatiza kadri ya game ambao ilivyokuwa inakwenda. Lakini sehemu kubwa wawini sana Simba ni utawala mkubwa wa idara ya midfield. Eneo lile Ibrahim Jabari pamoja na Yusuf Kagoma lilikuwa la Simba sana. Na hata hivyo Simba ukiangalia kuna muda walikuwa wanasimamisha wachezaji watatu juu, lakini suni wakipoteza mpira wawili wanarudi kucheza kwenye idara midfield, anabaki Dumbia pekee. Inakuwa 1 behind 9. Unapokuwa 1 behind 9 maana yake kuporwa mpira kwenye idara midfield kunakuwa na uwepesi mkubwa kwenda connect tena kwa yule mshambuliaji mmoja anayebaki. Kwa hiyo ndo maeneo ambayo yalianza kuwatatiza, na strength ya Kagera ilikuwa inawezekana hapa kwenye center back, sehemu ambao kina Chikupe walikuwepo. Midfielder wao defensive midfielder typical alikuwa anacheza kama mlinzi, a connect timu kwenye kushambulia. Ili hali ikaanza kuwazidia, mambo yakaenda yanawaelemea muda kadri unavyokwenda. Sawa. Unalipi la kusema kwa nambari 0744 937 punguza sauti ya redio yako, weka wese la kutosha, tukianza kutwanga hapa tuweze kuzungumza sote kwa pamoja. 1 dakika 13 kwa hivi sasa. Hewani ni eSports ya EFM. Coach Tigana Lukinja yuko hapa, mimi ni chuma cha Mjerumani kimoja Tanzania, Ibrahim Ambokile. Karibu sana popote pale ulipo. Sawa. Safu ya ulinzi ya Simba licha kuwa haijaruhusu goli, namna ambavyo ilivyokuwa ikicheza hasa katika central defender, ukimwangalia Rushain De Rock, kulikoni kuna wakati alikuwa anapoteza mipira licha ya kuwa Kagera ubora wao walishindwa kuiadhibu Simba. Shida ilikuwa ni nini? Kagera, moja ya shida ambayo nimeiona Kagera wanayo ni kwenye umaliziaji wa mipira. Manake typical mshambuliaji, kuna muda walicheza na mtu ambaye yule Mudathiri alikuwa anacheza kama Franks ya kulia, baadaye wakaopt kwenda kumdumbukiza ndani kama mshambuliaji. Lakini ukiangalia mipira iliyoingia kwenye attacking zone na the way ambavyo imetumiwa, unakubaliana kwamba walikuwa na mhitaji mshambuliaji mwingine ambaye ni mpambanaji zaidi, yani anayeweza kupokea mipira akatani kuwakimbiza walinzi wa Simba akascore, kwa maana ya kupiga golini. Muda mwingi waliokuwa wanacheza vizuri ni watu wa pembeni kwa upande wa Kagera, lakini pale kwenye ncha kulikuwa kuna walakini. Kwa hiyo Kagera wangeweza kuwa na mshambuliaji pase ambaye ana utulivu, anaweza kupiga mashuti kadha, labda katika mechi akapiga mashuti mawili, angalau angeweza kupata hata goli, kwa sababu leo kulikuwa kuna some sort of mistake kwenye defending side kwenye kuangusha mipira pale. Katika hali isiyo ya kawaida, tunafahamu ustaarabu na uwezo mkubwa wa De Rock. Rushain De Rock amekuwa composure, mpira wa juu anaweza kureceive kwa kifua, akaanzisha build up, akatoka na akaenda naye kwenye kuattack. Leo umemwona kuna muda kama ana mchecheto, kama yuko sawa sawa. Kuna muda anaumenya mpira necessary katika vitu ambavyo siku za nyuma angeweza kunasa kama kwa miguu, kwa maana kama smaku na kuanzisha shambulizi. Sasa kama kuna makosa ya jamii ile, je, kuna mtu ananufaika na hayo makosa? Ndio hapo unapoona kwamba kulikuwa hakuna mtu anayenufaika na makosa. Ndio maana wamekwenda kwenye clean sheet, lakini waliangusha mipira ambayo ingeweza
kuhatarisha upande wa Simba, kwa maana kwamba Simba ongeza hata kupata wale wasingeweza ku maintain clean sheet, lakini wame maintain clean sheet kwa sababu washambuliwi kwenye level ya kuweza kushambuliwa. Yani timu imejipanga kwamba inaanza kucheza kwenye zoni ya pili ya idara midfield. Safi kabisa. Wacha niwakumbushe kwa mara nyingine tena, Tigana Lukinja Football Academy kwa kushirikiana na EFM na TVE wanakutangazia nafasi ya kujiunga na mafunzo ya soka kwa vijana wenye umri wa kuanzia miaka 15 hadi 22 kwa ajili ya kuandaliwa kwa ushindani kabisa na kusaidiwa kujiunga na timu za madaraja mbalimbali ikiwemo trials za nje ya nchi, lakini fomu inapatikana kwa shilingi 20,000 tu. Sasa kwa mawasiliano zaidi chukua namba ya simu ambayo ni 0714 615 061 au 0763 986 000. Chapo kwa haraka, mtafute hapo ili mambo yakae vizuri. Karibu sana popote pale ulipo. Tamati yetu pale saa 3 kamili usiku wa leo ni eSports ya EFM. Sawa, Ibrahim Doumbia, naam, namna ambavyo mmemwangalia mechi yake ya pili, ingawa Jamii alicheza dhidi ya Yanga lakini alitoka pia sababu akaingia Elim Panzu na leo pia imetokea vile vile Elim Panzu anakwenda kuingia, anatoka Ibrahim Doumbia, namna ambavyo mmemtazama uhalisia, nini anapaswa kukiboresha, shida yake ni nini? Ibrahim Doumbia amekuja na goli 12 kama sitokosea kutoka ligi ya Mali. Ana jumla ya goli 21 kwenye mashindano yote akitokea Mali. Yes, na baada ya kuingia Simba kaupiga mwingi sana Mali. Mimi nilianza kujifunza vitu vingi kumwangalia toka anacheza Rwanda kwenye michuano ya Sekafa. Yes, ndio. Niliwahi kumzungumza kwenye uwezo ambao na uamini kwenye vitu kwenye principle za kiufundi za kujua level ya mchezaji. Lakini ninachokiona kutoka kwake, moja ya kitu ambacho kinamtatiza, namuona kuwa na mapepe, uharaka wa kutaka kuingia kwenye score sheet, kwa maana kuonesha kuthibitisha ubora wake. Anaweza kuwa mchezaji mzuri lakini pressure ya kutafuta goli au kuwafungia Simba goli la kwanza tangu umefanya transfer ndio inaofanya watu washinde kumuelewa. Alifunga lakini Rwanda Kagame ile. Yes, kwa hiyo umemwona hata siku ile anavyofunga Kagame bado kuna vitu ambavyo unaona kama badala ya muendelezo mzuri unarudi chini. Yani toka baada ya kufunga lile unarudi ana mechi ngapi hajafunga, na ukitafuta wastani wa striker ambaye yuko kwenye climax yake ni yule anayeweza kucheza mechi 3 bao moja au mechi 2 bao moja, unasema huyu mtu kawaka. Achana na watu kama wakina Haaland na wengineo ambao wanaweza kwenda juu ya namba za idadi ya michezo waliocheza. Wapo watu wanaweza kucheza mechi 20 wakakuonesha goli 25. Ukajiuliza mbona mechi ni chache kuliko idadi ya magoli. Lakini striker aliyoko kwenye climax yake anatakiwa kucheza angalau michezo 3 akascore goli moja au michezo 2 akascore goli moja. Yule ambaye yuko kwenye form kabisa anatakiwa angalau michezo 2 goli moja, michezo 3 goli moja, bado uko ndani ya wastani. Unapotoka kwenye mchezo wa 4 wa 5 maana kama mchezo wa 5 na wendo striker ambao uko kwenye climax, maana yake msimu una michezo 30 kwa ligi kuu ya Tanzania bara. Ukigawa kila baada ya mechi 5 ukafunga goli moja, maana yake wewe msimu utawaofa goli 6. Sasa goli 6 sio mahitaji ya mchezaji mkubwa kwenye timu kubwa hizi. Maana yake anatakiwa kufanya bidii zaidi. Kwa hiyo kuna kitu nilikizungumza, strength yake according to idadi ya magoli 21 aliyofunga msimu uliopita kule Mali. Magoli mengi yamekuwa categorized na ufungaji wa kichwa kwenye method of scoring kwa kichwa. Maana strength yake iko kichwani hapa. Sasa kwa hapa Tanzania kwenye mechi alizocheza ukianzia ya siku ya wanasema Simba Day mpaka sasa anapata mipira ya kichwa ambayo anatakiwa kuiweka uelekeo, kwa maana Ali Manusula labda amegonga sio nzuri. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo ni lazima improve. Kinyume na hapo mambo yanaweza kuwa magumu kwake. Kwa nini mambo yanaweza kuwa magumu? Nilimsikia kwenye post interview Baka coach kuhusiana na kwa nini kwenye mechi kubwa ya Ngao ya Jamii aliopt kuanza na yeye na kumwacha Mpanzu ambaye alikuwa na historia nzuri ya msimu uliopita kwenye kumfungia na kuassist. Akasema nilikuwa natakiwa kutumia mshambuliaji halisi kwa sababu kuna kitu nakiamini kutoka kwa mshambuliaji halisi. Sasa hizi situation tunazo kwenda nazo leo, Mpanzu labda kapata dakika 70, kapata dakika 20, yeye kapata 70, kaingia ka score. Unatengeneza mazingira we mwenyewe ya mwalimu wa kusahau kwenye bench. Sasa mpo hapo endapo kocha Baka akaendelea kumwamini Doumbia wakati Simba pengine naamini kama Elim Mpanzu angeanza
pengine Simba leo ingepiga hata goli 4 ingeongoza msimamo wa ligi. Anakwenda kumwamini mshambuliaji halisi. Unaona akiendelea kumwamini usalama wa Baka utakuwa mwana Simba ataka kuenjoy. Ama sawa kusikilizana hataki haya. Na katika pointi yako hiyo ni kubaliane kwamba kadri siku zinavyokwenda Dumbi anapoteza mvuto kwa mashabiki wa Simba. Sehemu ambayo nilikuwa naangalia mpira na mashabiki wa Simba walikuwa wamefika pahala wanamhesabia makosa na mazuri. Ukiona mchezaji uko kwenye unahesabiwa angalau hii mbaya, hii angalau hii, basi ujue waje kupokea vizuri. Sasa kukupokea vizuri au kutokupokea vizuri sio tija. Tija ni kurekebisha makosa yako pale unapopata nafasi. Maana yake ukiingia uwasute. Mwalimu Baka kwa sasa atakwenda kwenye postmortem match. Kabla ya kuanza mazoezi ya training session ijayo lazima atafanya recover, na kabla ya kuanza recover lazima kwanza afafanue kilichotokea kwenye mechi. Strength yao ilikuwa wapi na weakness yao ilikuwa wapi as a team. Baadaye anaanza kuanza kumgusa mtu mmoja mmoja. Lakini pia as a coach unatakiwa kutatua matatizo ya mchezaji wako. Unapogundua haielekezeki sasa mpwa. Sasa ukiwa elekezeki una opt kumweka nje. Hiyo ni ndo tafsiri ya moja kwa moja. Lakini yes, ukiwa elekezeki, yani leo umempa tips za kufanya, umemwachia assignment urekebisha hili na hili, na umeshiriki kurekebisha hizo. Alafu afanye, maana yake huyu anakukataa kwenye mfumo wako. Kwa sababu naangalia Ismail Mgunda. Naam. Na Ibrahim Dumbia. Mimi naondoka na Mgunda. Sawa. Uliangalia mechi ya Simba na Mashujaa kule Kigoma. Simba alijaribu kumbana sana, alipiga bomba moja za moto sana Ismail Mgunda. Hata mechi na Yanga pia alisumbua sana. Lakini kusumbua mimi bahati nzuri Mgunda nimemfahamu akiwa anacheza na Elekea Tanzania Prisons. Amecheza EF, amekuja huku kwenye Mashujaa, amekwenda away, unakumbuka alikwenda Kongo. Management yake niliwaeleza kwamba